Leadership begins from the family unit. Ndio. Na wanasema baba, mwanamume ni kichwa, lakini mwanamke ndio shingo, anazungusha kile kichwa. Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Halal Charity TV, the media arm of Halal Charitable Trusts, a registered non-governmental, non-profit making organization based in Mtwapa. We work with the community for the community. And inshallah today we have a guest, a special guest, who is a teacher, who is a sheikh, he's an educationist, he's a motivational speaker also. And we are going to discuss inshallah in these few minutes about leadership in general, inshallah. Kindly introduce yourself. Thank you so much. My name is Othman Mujahid. I am a lecturer, formerly at Pani University, head of Curriculum Instruction and Education Management Department. I am a motivational speaker and I'm based in Malindi, Alhamdulillah. I am also the director of Qura Educational Center. I'm very happy to be here this afternoon, and I hope together we'll make this session a very, very enjoyable one, inshallah. Shukran sana, Professor. My first question is, if we go directly to our discussion, is what is leadership and who is a leader? MashaAllah, MashaAllah, barakallah. This is a very pertinent topic. Hii ni mada ambayo ni nyeti kabisa, kwa sababu imani yangu inaniambia kwamba kila mtu ni kiongozi, kwa sababu kabla hujaongoza jamii lazima kwanza unaongoza maisha yako. Kwa hivyo kila mtu anakuwa ni kiongozi. Kwa hivyo uongozi ni uwezo tuliopewa sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kuyapeleka maisha yetu kulingana na kanuni zinazoweza kutujenga hapa ulimwenguni na kutujenga kesho akhera. Uongozi ni ile ability ya kwamba kwanza unaji-influence wewe kubadilika, alafu una-influence watu wengine wabadilike ili waweze kutekeleza malengo yao. Kwa Kiingereza tunasema leadership is influence, nothing more, nothing less. Kama una uwezo wa kuathiri watu wengine na kubadilisha maisha yao, basi wewe ni kiongozi. Kama kuwepo wewe katika maisha ya watu wengine kunafanya wazidi thamani, basi wewe ni kiongozi. Kwa hivyo kiongozi ni yule mtu anayechukua jukumu la kutaka kurekebisha umma kwa kutumia influence yake mwenyewe kama model, kwa sababu huwezi kuwapa watu kitu ambacho wewe huna. So, na uongozi kwa hivyo ni kwamba wewe kuwepo kwako tu kunafanya watu wengine wahisi kwamba ni lazima wabadilike na wawe bora zaidi kuliko vile wewe ulivyo. Hao ni kiongozi. Ni uongozi huo. Kiongozi ni yule ambaye anayeshika sukani sasa, kuhakikisha lile dau la mabadiliko linapita katika mkondo unaofaa, akizingatia ni wapi lile dau analipeleka. Kwa sababu huwezi kuwa kiongozi na huwezi kuwa katika uongozi kama hauna vision. Lazima ukanze ujue kwamba mimi huu uongozi wangu na hao ninaowaongoza wanaelekea wapi. Pale wao wanataka, pale ambapo wewe kiongozi unataka. Pale ambapo patawafaa wao, iwe wao wanataka ama wewe hutaki, ama wewe unataka ama wao hawataki. Lakini ikiwa pale mahali unapopeleka pataleta natija na faida katika maisha ya wale unaowaongoza, basi wewe ni kiongozi. Mashallah. Lakini sisi kwa mara nyingi tukizungumzia uongozi, what comes to our mind, watu wengi huwa ni political leadership, viongozi wa kisiasa. Ndio. Lakini vile ulivyoelezea kuwa unaweza kuwa kiongozi bila kuwa katika siasa yani. Ndio. Sasa hii fikra yetu ambayo tuko nao, kitaja tu kiongozi, mara nyingi huwa tualenga religious or political. Ambayo sio maana halisi ya uongozi. Ile uongozi wa siasa ama uongozi wa dini ni flavor ambayo hutumika kupamba ule uongozi asilia kwa minajili ya kutofautisha baina ya zile agenda
yule kiongozi alizonayo. Ikiwa ajenda zake ni ajenda za kisiasa, basi anakuwa kiongozi wa kisiasa. Ikiwa ajenda zake ni za kidini, basi anakuwa kiongozi wa dini. Lakini kimaumbile, uongozi ni ile hima mtu alionayo kutoka kuona maisha yamekuwa bora kwa kila mtu kuliko vile yalivyokuwa. Na ndio maana wanasema a great leader is a leader who has no title. That's the greatest leader. Hana title, lakini ana uwezo wa kuathiri maisha ya watu wengine. In fact, that was my next question. Okay. Do leaders need titles? No, they don't need title. It's like saying leaders born or created. That's yeah. Sawa, ndio. Kila mtu anazaliwa na potential ya uongozi, lakini kule kupata taaluma na uzoefu inakuwa ni kinachoongeza ile uwezo wako wa kuwa kiongozi mzuri, kwa sababu T plus T makes you a genius. Very good. Sasa T ya kwanza ni talent, kwamba mtu amezaliwa na kipaji cha kuwa kiongozi, alafu akapata ujuzi wa uongozi, basi huyo anakuwa genius katika uongozi. Kiongozi bora kabisa. Sio bora kiongozi bora. No. Sasa kwa hivyo inakuwa ni kitu ambacho ijapokuwa ile training ni lazima, lakini ile potential pia ni lazima uwe nayo. Okay. Sasa naam. And what makes a good leader? Mashallah. A leader, John Maxwell anachukuliwa kama baba wa uongozi katika nchi za kimagharibi, kama wa kisiasa. Kiongozi wa uongozi unaozingatia jamii zaidi kuliko siasa. Okay. Nasema a leader knows the way, walks the way and then shows the way. Kwamba kiongozi anajua uongozi wake unampeleka wapi, kisha anaongoza kwa mifano ya matendo yake. Kisha naonyesha watu, mkipita njia hii ndio mtafikia malengo yao. Kwa hivyo a great leader ni yule ambaye anachukulia, kuna principle moja ya uongozi inaitwa the principle of lead. Lead ni kumaanisha, naona hii chupa ina kifiniko na uwezo wake wa maji ni nusu lita ama ni ngapi? Half lita hii, sio? Kwa hivyo hata ukawa na lita moja ya ziada, we kile unachoweza kuingiza hapa ni half lita peke yake. Na hiyo inaleta limitation katika uongozi. Kwa hivyo kiongozi bora ni yule ambaye anavuka mipaka ya kimaumbile ili awe exemplary kama kiongozi. Ana practice the law of the lead. Anatoa hichi kifiniko, anajiongeza ili apate nafasi kubwa ya kuongoza watu wengine. Alafu kiongozi mzuri ni yule ambaye ni mfano, ni role model kwa watu wengine. Kuna katika kila jamii, katika kila mahali, kuna watu ambao si administrative leaders, si machifu wala si madc, wala si maimamu msikitini, wala si MCA, wala si MP, lakini akisimama kuongea kila mtu anasikia, kwa sababu ya tabia zao, ya hulka zao, ya misimamo yao na kadhalika. Hawa ni exemplary leaders, na hawa mara nyingi ndio wanakuwa na uongozi wenye nguvu kuliko wale wenye titles na wenye vyeo. Kwa hivyo uongozi mzuri ni uongozi unaopelekwa kwa mfano, through action, si kwa maneno. Sawa sawa. Kiongozi ni mtu ambaye is aspiring for greatness, for himself, for the community, has a bigger vision for the society, for the community, for the people, for the umma. Anaona mbali. Watu wengi wakitoa mifano, wasomi wa kisasa Afrika na nje ya Afrika, wanasema Nelson Mandela was a visionary leader. Hakutaka uongozi kwa ubinafsi, alitaka uongozi wa watu wa South Africa. Na ndio maana hakungoja kutolewa, alijitoa yeye mwenyewe baada ya kuonyesha uongozi unafanywa vipi.
Tumeelewana? Na hii inaonekana pia katika uongozi wa masahaba wengi sana, hususan wakati wa bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, jinsi alivyokuwa akiongoza, hakuwa na ile selfishness, na huo ndio uongozi mzuri. Alafu uongozi mzuri ni ule ambao unatoa direction nzuri, kwamba unaelekeza watu na waonyesha njia hata kama wale watu watatembea polepole, lakini mwisho watafika katika ile destination yao wanaotaka kwenda. Uongozi mzuri ni ule uongozi unao empower watu. Mimi sasa nishafika miaka 60, ninaangalia nyuma, Muislamu ni baina 60 na 70, si ndio? Sasa mimi nasema goodbye, kwa sababu katika maisha hiyo unakalia deposit, una bonus sasa, unakalia deposit sasa, because katika maisha aidha unasema hello ama unasema goodbye, I am going. Sasa sisi tunasema goodbye, tunangoja tu ile visa ipigwe rubber stamp. Sasa unaangalia nitamshika nani mkono, ili kusudi pasiwe na gap wakati wewe umeondoka. Sasa hiyo ndio empowerment, kwamba you are always ahead of times. You don't stay in a position of leadership mpaka umefariki ndio watu wazungumze utarithiwa na nani katika uongozi wako. Wewe mwenyewe unamtengeneza mtu mwingine, ili ukiondoka mwingine anaingia moja kwa moja. Alafu kiongozi mzuri ni yule kiongozi mwenye kutumia relational capital, not financial capital. Relational capital ni ule uhusiano ulionao na wale walioko chini, wale walioko sawa na wewe na wale walioko juu, ili kila mtu ahisi kwamba wewe unamjali maisha yako. Sasa huyo ndio kiongozi. Okay. Kuna mambo mengi inshallah tutadiscuss hayo uliotaja kuhusu it doesn't need money to become a leader. No, you don't. We'll talk about that inshallah. Now, is leadership about power or service? Leadership is service. It's not power. And it is the service that will ultimately give you power, because as a leader you have 6 levels of leadership. So kuna leadership that comes because of a title, so people will respect you not because of you, they will respect you because of that title, of that office. The day you leave that office, watu hata wanakupita barabarani hata salamu hawakuambii, kwa sababu si wewe walikuwa kuheshimu, walikuwa na ile ofisi na ile crown na ile position ulikuwa nayo. Alafu kuna leadership ambayo ni authoritative, sawa, kwamba umepewa silaha, umepewa policy, umepewa amri. Kwa hivyo wewe ndio unayesikilizwa, si kwa sababu wewe na hikma sana, si kwa sababu wewe unajua sana kuliko wengine, lakini kwa sababu system imekupa wewe majukumu, uwezo. Alafu kuna leadership ambayo inakuja kwa sababu una mambo fulani ambayo watu wengine hawana, kwa hivyo watu wanakurespect kwa sababu ya ile leadership. Alafu kuna ile leadership inakuja kwa sababu ya maguvu ulionayo, ile power, pengine power ya pesa, pengine power ya family kubwa, ama pengine power ya nguvu na kadhalika. Kwa hivyo watu wanakuogopa, si kwa sababu wanataka kukuogopa, wanakuogopa kwa vile ulivyo, unawaogopesha. Sawa. Alafu kuna ile level ya leadership ambayo sasa inakuja ya athari, na hiyo ndio leadership nzuri. Athari, yani una athari, effect, providing service. Sasa katika saikolojia wana kitu wanaita reciprocity, kwamba mkono wa juu kila siku una nguvu kuliko mkono wa chini. Ule unatoa una nguvu kuliko ule unachukua. Sasa uongozi ambao unafanya service unamlazimisha mtu kuheshimu ile service, na ile service imekuwa associated na wewe, kwa hivyo watu pia wanakuheshimu wewe, wanajua ile thamani yako na athari yako iko mahali gani. Sasa ukiwa na uongozi wa aina hiyo, basi uongozi wako unaendelea hata ukiwa umeondoka, kwa sababu watu zile athari zako watakukumbuka, si kwa sababu unawalazimisha, wanaona zile alama zako ulizoziacha. Wanasema maisha yanatengenezwa na L10. You live, you don't survive. You love, don't hate. Learn, don't be stupid. Okay? Lean on the right shoulders so that you have a better network, and then leave legacy. After you have gone. After you have gone. Like me and you, how many years are we going to live after we have died?
how many more years? If you sit back and you ask yourself, mimi nikifa nitaishi tena kwa umri gani? Kwa sababu kuna watu aishi milele. Kuna watu waliondoka kitambo na mpaka leo wanatajwa. Mpaka leo. Huwezi kuzungumza. Kwa mfano, huwezi kuzungumza kuhusu leadership bila ya kuzungumza uwezo Omar ibn al-Khattab aliokuwa nao katika uongozi wake na kupanua utawala wa Kiislamu. Huwezi. Katika hawa ndugu zetu huwezi kuzungumza kuhusu servant leadership bila kumzungumzia huyu mama anaitwa Mother Teresa. Huwezi kuzungumza visionary leadership without mentioning the name of Mandela. Huwezi kuzungumzia juu ya active leadership bila kumzungumzia Martin Luther King. So as a leader you must aspire to leave a legacy. You must. Your leadership has to outlive you. Okay? You have to become your own philosophy of leadership. Hata watu wakufundisha huko university kwamba leadership ya mtu fulani. Sawa? Yaani watu wanakusoma. Na hivi sasa ukifanya course leadership huko university kama ni education leadership, kuna watu wengine huwezi kusoma kujua bila kuwataja. So let's continue now. Why is character important in leadership? Subhanallah. That is the main ingredient of leadership. Leadership is not about how much educated you are, how much rich you are. Is how righteous you are. Because that's what they call an influence of divine leadership, when your character is good. Sinasema ad-dinu inda muamalat. Na leadership iko katika muamalat. Sasa ile character yako ndicho kitu, ndio silaha moja peke yake unayoitumia katika kuwa mwadilifu katika uongozi wako. Unajua character gives you courage. Yeah? Character is made out of your habits, daily habits. Character is who you associate with. Character is the bedrock of your reasoning. Character is your pathway, is the pathway of creativity. Character is the time you manage and how much you impact people with. And then character is about being realistic. So when we are looking for a leader, yes, be it elective or otherwise, we should look very deeply about his character. Subhanallah. That's where we fail. That's where we fail. One of the criteria that needs to be used, okay, to select leadership is the character of the leader, because that character will determine how that leadership will be. Is it going to be a laissez-faire leadership? Is it going to be a servanthood leadership? Is it going to be authoritative, dictatorial? Or is it going to be a democratic leadership? It's the character. Kwa sababu you don't lead people by how you are. You lead people by what you are. So it's not the biology ambayo inakufanya wewe uwe kiongozi. It is the psychology ndio inakufanya wewe ukue kiongozi mzuri. Mashallah. Can leaders make mistakes, and how should leaders handle criticism, both positive and negative? Every human being makes a mistake. If you're not making a mistake, you're not a human being. Lakini a mistake is a step towards making the right decision and moving towards the right direction. Leaders need to use every mistake they make as lessons to improve their leadership, so that tomorrow they become better than yesterday. And the best of a leader ni yule ambaye akifanya mistake ana admit. Kwa hicho ndicho kitu kinampa kiongozi uwezo wa kuheshimiwa sana. Akifanya makosa anakubali kwamba sasa hapa mimi anakubali kuambiwa. Kwanza anajikubali yeye mwenyewe kwamba mimi nimemake mistake. Alafu anakubali watu wakimrekebisha na wakimpa mwongozo bora. Mara nyingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akipewa mawaidha na masahaba. Wakimwambia nafikiri Rasulullah sallallahu hapo tusiende hivi, tuende hivi. Na alikuwa akikubali.
na alikuwa akikubali. Wakati maswahaba walipokataa kunyoa nywele, si ndio? Nafikiri katika Treaty of Hudaybiyah, Salama akamwambia usichukue muda mrefu kueleza mambo mengi, wewe fanya tu, ukifanya na wao watafanya. Aliponyoa yeye, kila mtu akanyoa. Kwa hivyo kwanza unafanya wewe, alafu wengine watakufuata. So your actions should speak louder than words. Yes. MashaAllah. Now let's talk about the vision. Should a leader have a vision? Beautiful, Sheikh. Subhanallah. If your mind cannot conceive, your heart will not believe. You're dead. And you will not achieve. You're dead. So there has to be, you cannot take people where you cannot see. There has to be a mental picture of where you want the society to be. You can hear our president telling us we are becoming Singapore. We want to be Singapore. So that's a vision. Meaning that he has seen Singapore and he knows what Singapore is. Now he wants everybody to go to Singapore. The late Raila Amolo Odinga was promising us the promised land. Ndio. Sijui hiyo promised land ilikuwa ni mahali gani, lakini bahati mbaya alikufa kabla hajatupeleka kwenye promised land. Na mara nyingine inakuwa ile ruaya, ile mazingatio, ile vision ndio inakuwa the fuel that drives the engine of leadership. If you don't know where you're going, you will never reach there. You must first know, where am I going? Okay? You cannot determine the direction if you don't know the destination. Lazima kwanza ujue destination yako ni wapi, ndio sema jamaa tufuate direction hii ndio itatupeleka. Usije ukaenda kwingine na wewe. Usije ukaenda nyingine, usije ukaona angalia Mombasa na utaka kwenda Lamu. Hawezi kufika. Sasa ile vision ndio kuni, ndio makaa inayochemsha yale maji ya kiongozi anataka kutumia kuogea, alafu ogeshe watu wengine bila ya kujua unapokwenda huwezi kufika hapa. Wajua, they say if you cannot see it, you cannot achieve it. You see it in your mind, yeah. Not physical. No, even if you can see physically, but if you cannot see physically, at least see it in your imagination. Unajua nasema Sheikh, imagination is more important than education. Ile kuona mbali ndio kunafanya baadaye unashika kitabu unasoma, kwa sababu ushajiona wewe utakuwa daktari sasa. Sasa kitabu kinakulazimu. Sasa ukiwa sasa na wewe ukiwa kiongozi ushaona pale unapotaka kuwapeleka watu, basi sasa utajua ni njia gani utatumia kuwa nasihi hawa watu ili wafike pale wanapotaka kufika pamoja na wewe. Sasa vision is the difference between leaders. It's a game changer. It's the game changer. And education, how does education play in terms of shaping a leader? Mtu ambaye hana elimu anaweza kuwa kiongozi mzuri. Shekhe, elimu nazungumzia kwa ujumla, si ya shule pekee yake. Leadership is an ideology, and an ideology is made up of mind, and the level of the mind determines the effectiveness of the ideology. And what develops na strengthen the mind is knowledge. Minus knowledge, the mind does not grow, does not expand, does not think widely. Therefore, kama hamna elimu, that elimu could be formal elimu, that elimu could be informal elimu, that elimu could be non-formal elimu, but that elimu must be there. Kwa sababu to lead you need to think. Na nutrition ya kufikiria ni elimu. MashaAllah. Okay, now let's talk about young people and leadership. No. How can young people show leadership? Subhanallah, azza wa jalla. Tumekuwa na mila ya kuambia vijana ni viongozi wa kesho. Mpaka wamefika kiwango cha kujisahau kabisa. Wamekuwa so irresponsible. Kwa sababu wanajua sisi hatuna nafasi ya kuwa viongozi. Kwa hivyo wacha tukule raha tu na tutumie maisha yetu tukiwa utotoni. Tutakuwa viongozi tukiwa utu uzimani. Lakini believe me, katika kila kipote cha uongozi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakikisha kuna kijana. So kijana ndio future. Gen Z? I think it's more than Gen Z. It's more than Gen Z. Wakati alipoanza utume sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib alikuwa pale kama kijana.
kisha kaingia na Zaid ibn Thabit, Usama bin Zaid na kadhalika. Hawa wote walikuwa ikitoa taswira ya kwamba whatever we are doing today is for the sake of this generation, so we must prepare this generation today if we want tomorrow to be better kuliko jana. Sawa sawa. Kwa hivyo vijana ndio mti wa mgongo wa uongozi. Bila ya vijana uongozi huwa hauna athari. Lazima vijana wawe katika bigger picture na wahusishwe katika ule uongozi, ndio uongozi utakuwa na transition nzuri sana. Itakuwa hamna kazi ya kutafuta nani ata take over baada wazee washaondoka. Hata katika misikiti, hata katika madrasa, hata katika mashule, there must be a transition point, na ile transition is never natural, it has to be prepared. Wanasema the best way of predicting the future is creating it today. Sasa Sheikh, generally sisi tunawapatia hao vijana nafasi ya kuwa viongozi? Be it religious, be it political? No. I have been working. They should look for that by themselves. Subhanallah. I've been working in space ya vijana na community growth and development. Unakuta kila mahali ukienda na kuna uongozi, vijana huwa hawapo. Nenda msikitini, nenda madrasa, nenda kwenye siasa. It is very deliberate kwa sababu wazee wanakuwa na hofu ya kwamba hawa vijana wanaweza kuwapendua, kwa sababu fikra zao ndio zinazokubaliana na mambo ya kisasa. Sawa sawa. Na uzee unakuja na udhaifu wa fikra, uzee unakuja na udhaifu wa shock absorber za muscles za moyo, unakuja na udhaifu wa mwili. Kwa hivyo ikiwa kuna damu changa ndani ya wale wazee, kuna uwezekano ile damu changa ikashinda ile damu iliyozeeka. Kwa hivyo wanafanya kusudi ili waendelee. Kisha katika nyanja zote, ninazozijua mimi, katika nyanja zote ukipeleleza, huwezi kuona vijana wamepewa kipaumbele katika usimamizi wa jambo lolote kwenye jamii yetu. Na pahali ambapo vijana wana kipaumbele huwa is through radical push. Mpaka sasa wazee hawana budi, lazima wa accommodate. Na waki accommodate basi wanatumia siasa ya kwamba it is a youth wing. Sawa sawa. Sasa wanawaachia ile active role ya mambo, lakini when it comes to decisions still they are made by wazee. I think that's what also it has been creating so many problems katika misikiti na madaris zetu. Kwamba ule uongozi wa wazee versus vijana huwa fikra zao hazikubaliani, na mwisho unakuta mambo yanaharibika kwa sababu hakutoa nafasi ya kumpa huyu kijana ambaye ndiye kioo cha kesho. Unajua wanasema ulimwengu tunaoishi mimi na wewe leo tumekopeshwa na vijana wetu. Na ukikopeshwa kitu lazima ulipe kwa aina mbili. Either kiwango kile ulichokopeshwa ama uzidishe kidogo. Useme shukrani. Utoe interest kidogo. Say interest. Yaani kusema tu ile shukrani. Bakshish. Interest ni mambo mengine. Sasa lakini sasa wewe umepewa ulimwengu mzuri, umeuchafua, unawarudishia vijana ulimwengu mbaya. And it is hasara kubwa ikiwa the coming generation will be worse than the generation we have. Itamaanisha kwamba sisi tulimess. Na uongozini, ikiwa uongozi hawataki kuaccommodate vijana, ni kumaanisha kwamba by the time wao wakiondoka, vijana watakuwa hawana mwelekeo na hawajui kwanza. Kuna madarisi zetu nyingi kubwa hivi sasa zimeanguka kwa sababu wale wazee waliokuwa wamezishika, waliokuwa wakijua madonors, waliokuwa wakijua wafadhili, waliokuwa there was no transition. Sasa wao wameondoka, hakuna mtu anajua ni wapi mchele ulikuwa wapatikana, ni wapi mafuta yalikuwa yapatikana, ni wapi mshahara wa mwalimu ulikuwa wapatikana. Sasa the whole thing is collapsing. A number of our community institutions. Sasa hii ni kwa sababu wazee hawataki kukaribisha vijana waingie katika ule uongozi. And Sheikh, let's talk about women in leadership. Subhanallah. What's your comment? Very controversial element. Spiritual speaking, generally. Social speaking. General speaking, wajua, generally, whether specifically, we are obliged, tumelazimika kufuata amri ya Allah
subhanahu wa ta'ala, iwe ni katika level ya nafsi yako peke yako, nyanja zote. Tumeelewana? And leadership does not mean that you must be at the forefront. There are people who are not at the forefront, but they are the leaders. Believe me. And in many cases, people who lead in the society are women through men. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. We have to accept that, kwamba huyu mama ana nafasi ya uongozi wake mahali pake, lakini kuna uongozi mwingine ambao unataka public appearance na kuvurutana mabega na watu, na uongozi huu mwanamke huwa haumpendezi. Tumeelewana? Kwa hivyo inakuwa yeye ni guide uko nyuma, anatoa nasaha, kiungo muhimu sana, anatoa utulivu. Kuna imamu mmoja alikuwa mashallah akisoma Qur'an, akitoa khutba zake nzuri, watu wanazipenda, mji mzima unakimbia kwenda msikiti wake. Naam. Wanawake kwa wanaume. Sasa mkewe pia anakuja, akasikia wanawake wengine akisema, huyu shekha na sauti nzuri, maneno yake matamu, akaanza wifu, akasema subhanallah, kumbe mume wangu anakuwa admired na hao wanawake wote, naweza kumpoteza huyu bwana huyu. Sasa wacha nimfanyie sihiri ya wanawake, nionyeshe who's the boss. Who is the boss. Tumeona? Sasa aliporudi nyumbani, huyu bibi akamwambia, shekhe, mimi naona afadhali tuachane. Nakufanyia akunifanyia kitu, mimi naona tu kwamba tumeoana kwa muda mrefu, let's take a break. Akafikiri ni mzaha. Siku ya pili ikarudiwa, Jumapili, siku ya tatu, Jumanne, akawa hawezi kuconcentrate. Ijumaa ilipofika, akienda kutoa khutba, hakuna mbele wala nyuma. Akawaambia wale wanawake, siliwaambia mimi ndiye naimwandikia yule jamaa zile khutba. Sasa a woman has their role to play in leadership, a big role, in fact the most important role. Lakini when it comes to ile public diaspora disposition, lazima tukubali kwamba wanawake wanatoa nafasi ya wanaume, wao watakuwa ni viongozi na vioo na nyuso zitakazoonekana kule. Lakini hata katika familia, ikiwa hutamtumia mwanamke mama wa watoto wako, naam, utakuwa hakuna uongozi mzuri kwenye na wanasema, and a reflection of the outer society, outer leadership comes from the inner, the family. The leadership begins from the family unit. Ndio, na wanasema baba, mwanamume ni kichwa, lakini mwanamke ndio shingo, anazungusha kile kichwa. Sawa. Kwa hivyo iwe ni openly, iwe ni kwa secret, mwanamke ana mchango mkubwa sana katika uongozi. Now, what legacy should a leader leave behind? A leader, one of the most important legacy is to leave a successor. Someone who will be a reflection and a projection of his own leadership. Ahakikishe kwamba yeye akiondoka ameacha system ya uongozi ambayo itaendelea, not anarchy. Kwamba yeye akiondoka basi uongozi wote utakuwa umeharibika. No vacuum, no gap, nothing. Kwamba yeye katika uongozi wake amehakikisha kwamba ameacha mtu ambaye ataweza kuongoza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipokufa, ile confusion definitely hakuna angeweza kuingia katika kiatu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Abu Bakar alikuwa tayari, Umar alikuwa tayari, Ali alikuwa tayari, Uthman alikuwa tayari, Saad bin Waqqas alikuwa tayari. Ilikuwa sasa ni kuchagua yupi katika hawa wote. They were all able, kwa sababu the prophet prepared. Ndio. Mashallah. Now let's talk about social media and leadership. How has social media helped leadership? Positively two ways and negatively. Two ways. Unajua social media leadership ni upanga wenye kukata pande zote na huko. Sasa social media is not bad. What is bad is how people use the social media. Kuna watu leo wanaelimika, kuna watu leo wanaendelea, kuna watu leo wanafanya biashara kwa kupitia social media. Na uongozi umekuwa rahisi kwa sababu ya social media, kwa sababu unaweza kupass message rahisi sana kwa watu wengi sana kwa muda mfupi sana, na ukapata athari kubwa sana katika jamii. Lakini athari inaweza kuwa mzuri ama inaweza kuwa mbaya.
Unaona hivi karibuni revolutions nyingi ambazo zimetupitia through social media. Kwa hivyo na bahati mbaya Sheikh, watu wanaona zaidi mabaya katika social media kuliko mazuri. Kwa sababu badala ya kutumia ile social media kutengeneza mambo mazuri, watu wanatumia kutengeneza mambo mabaya. Na kila siku hiyo ndio kawaida ya sheitani, sio? Kila kitu anakipamba. Kile anachokipamba kinakuwa na hatari, kile ambacho hakishughulikii ndicho kinakuwa na khairi. Kwa hivyo watu wanakimbilia yale mapambo ya muda mfupi, alafu anajenga athari mbaya kabisa. Unakuta pia hivi sasa kila rais ana TikTok account, kila rais, kila kiongozi, hata uongozi wa dini hata na kadhalika, wanajenga sera zao, wanajenga publicity yao, wanafundisha watu kupitia social media. Sasa ikiwa ni nzuri inakuwa ni nzuri, na ikiwa ni mbaya inakuwa mbaya kabisa. Kwa hivyo ni muhimu watu wao watakuwa na hikma katika kutumia social media, kwa sababu aidha ina uwezo wa kutujenga na inaweza kutuvunja kabisa. Na the most dangerous part of social media is addictive ability, ina ability ya kufanya watu wakuwe addicted to the content of the social media. Hasa ikiwa ile content ni mbaya, basi ile addiction inakuwa mbaya, na ikiwa content ni nzuri, basi alhamdulillah unakuwa na addiction ambayo ni nzuri, ambayo itakujenga. So social media can be a plus or minus depending on how kwa viongozi. Lakini unakuta subhanallah, reality on the ground inakuwa mbaya sana kuliko uzuri. Yani if you are to give it percentage, maybe uzuri ni 30%, ubaya ni 70%. Kwa sababu huwa umeshajianika chembele cha watu walamu, ushajianika. Kila mmoja kuona. Sasa mtu kukukashifu inakuwa rahisi, mtu kukupaka tope inakuwa rahisi, mtu kukuvunjia heshima inakuwa ni rahisi, mtu kukudunisha inakuwa ni rahisi, kwa sababu wewe mwenyewe umejianika, umejitolea wazi. Kwa hivyo unakuta ile heshima iliyokuwa zamani ya viongozi hivi sasa imepotea kabisa. Naam, tukiendelea inshallah, naona muda pande huo unatupatia mgongo. Alhamdulillah. Why the perception yetu sisi about corruption and leadership? Why do we associate the two, corruption and leaders or leadership? Mashallah. Unajua mara nyingi principles za maisha zinatokamana na foundation ya ile jamii, na foundation ya jamii yetu ni kwamba kiongozi ni lazima akusaidie on a personal level, ndio atakuwa amekuwa kiongozi mzuri. Sio ajenge hospitali, sio ajenge shule, si community, si community. Individual. Alikusaidia na fees kupeleka mtoto wako shuleni, alimlipia mzazi wako bili hospitalini, ukuta wa nyumba yako ulikuwa karibu unaanguka, akakuja akakutengezea. Sasa for a leader to be able to do all that, the legal allotment in terms of salary can never be enough. Sasa inabidi awe chukua katika zile ambazo zinafaa kusaidia mambo mengine ya kijamii, ili kusudi aweze kutekeleza zile aspirations za community. Alafu Sheikh, umeniuliza swali zuri hapo awali, is leadership service or is it a title or a position? Kwa vile or power. Sasa kwa vile viongozi wetu wa kisasa wamechukua leadership kama position, kama power, kama title, they have to look different. They have to drive different cars, they have to live in different houses, their children must have a different lifestyle, their wives should look very different, and all this requires money. Sasa unakuta ile kutaka kutumia ile power, inabidi sasa wapate pesa za ziada. Sasa inakwenda vipi? Kudhulumu, to maintain their maintain ile status, ku maintain ile lifestyle, because that is what is expected. Ukiwa sasa hizi ukiwa kiongozi alafu ukirudi kwenu na gari ndogo, utasema kiongozi gani yule? Wenzake wanapeleka TX, yeye anapeleka Probox. Tumeelewana?
Sasa unakuta inakubidi na wewe utafute ile TX na si 1, 2, 3 ziwe zinakushindikiza ndio uonekane wewe ni kiongozi. Bila hivyo wewe hujakuwa kiongozi. Tumeonana? Na alafu mentality sasa, mentality wanasema poverty mentality, mentality of scarcity, watu hawatosheki. Kwa hivyo unakuta wanazidi kujitafutia wao wenyewe. Alafu kwa sababu hata hiyo kura yako hautaipata kwa urahisi, lazima uinunue. Sasa lazima uwe na pesa za kununua ile kura. That was my next point. Lazima ununue ile kura. Usipokuwa na pesa hauwezi kupata position katika jamii yetu ya leo. Huwezi kupata. Sasa mtu anakupa 5,000 za leo, alafu miaka 5 unakaa na njaa. Sasa hiyo ina faida aina gani? Okay? Na ndio maana unakuta ni shida sana kupata watu wazuri wanaingia katika uongozi. Ni shida sana. Kwa sababu watu wazuri hawataweza kuiba, hawataweza kunini. Kwa hivyo hawana. Sasa ni watu maskini ama ni watu ambao wametosheka ama watu No, watu wanaopata uongozi sasa ni watu ambao wana uwezo wa kununua ule uongozi. Hakuna tena uongozi wa bure. Kila uongozi unanunuliwa wakati huo sasa. Hata uongozi wa mashule mara nyingine hata uongozi wa madrasa unakuta lazima kuwe na mwenyekiti ambaye na mambo kama hayo. Kwa hivyo unakuta hata nyumbani kwako, tusiende mbali. Ukiwa we ni baba ambao kila ukisafiri unaletea watoto zawadi, unaletea mama zawadi, uongozi unakuwa mzuri ndani ya nyumba. Maisha lakini wewe ukiwa ni baba, ukitoka nje hata apple huwezi kuleta ndani ya nyumba. Basi wanasema baba gani huyu sasa? Baba maskini. Hata uwapende aina gani? Hata uwapende watoto wako vipi, inakuwa ile uwezo wako wa kuwaongoza unakuwa mchache sana. Sasa my next point is, why is leadership expensive? We literally buy leadership. Naam. Kwa nini? Kwa sababu it's a privilege. To serve yourself, first. Not to serve others. So, to benefit yourself, not to benefit others. To grow yourself, not to grow others. Leadership in Kenya, for example, today is a prestige. It's no longer a service. Kwa hivyo tutoe pesa nyingi tuwe kiongozi. Unaona vile wakija mahali wanakuja kama celebrity. Hawakuji katika hali ya kawaida. Sasa kila mtu anataka anataka ile kwamba ile hali ya kwamba unachukuliwa wewe ni mtu muhimu sana. Kwa hivyo hata kama umepata, hata kama elimu hamna, hata kama akhlaq hamna, lakini senti zipo, power ipo. Sasa ile power haipatikani kiurahisi, haipatikani bila ya pesa. Kwa hivyo mtu lazima awe na pesa. Ama ushaona wewe kiongozi maskini? Nadra sana. Kwetu huwezi kuwa. Point yangu nyingine ni kwa nini tumenunua uongozi tuseme? Sababu it's expensive. Buy leadership. Na ukisha kuingia katika ule uongozi hutaki kutoka. You use all means. Ubaki katika uongozi. Kisha miaka yote mpaka wewe mtu yuafa kwenye hicho kiti. Why don't we have ile yani mtu alikwambia tosha, acha mtu mwingine. Sheikh, power is addictive. Power ni ulevi. Na ulevi ukisha kuingia katika damu yako, si rahisi kuacha. Alafu ile prestige ya kwamba wewe una sauti ya kuzungumza mahali popote, hata mahali ambapo kuna watu wamekushinda kwa kila upande, but they will still be forced to listen to you because sasa wewe umekuwa important. The power of kwamba wewe sasa utakuwa ni image of prestige katika jamii yako, society yako. The power ya kwamba you can get anything and everything that you want in your life with less effort. The power ya kwamba utaweza unajua ni hata paka akikuibia ile nyama anakimbia, anajificha, hakai pale akala. Si ndio? Sasa na hawa viongozi wetu mara nyingine wakiiba wana hofu, wakitoka sasa watu wataweza kuwashtaki, watu wanaweza kuwafunga, wanang'ania ili kusudi awe na ile uwezo wa kujikinga dhidi ya sheria isimfikie. Kwa maana ni protective strategy ya maisha yao ili wasikuwe vulnerable. Wakitoka katika uongozi wamekuwa watu wa kawaida, na watu wa kawaida wanaweza kufanywa
jambo lolote. Si rahisi. Sheikh, unaona waikho mara nyingine hata mazishini kiongozi akija, unajua huyu ni kiongozi ameingia sasa, si ndio? Hata wale wenye msiba wanaachakulia, wanamsimamia kiongozi kwanza, wamkaribishe kisha waendelee kilio. Kiongozi amekuja sasa, huenda akatoa pole kubwa sawa tunamsimamia. Na Sheikh, kwa nini uongozi unabadilisha watu? Kwa mfano, I'll give you an example. Mtu uko naye mtaani kila siku, unaswali naye, unaenda kuangalia mpira naye, mko naye kwenye matanga, mko naye kwenye harusi. He's a common figure. Ndio. All of a sudden apate uongozi, mfano ndio awe MCA to the lowest, the smallest seat you have. Mtu kama yule baada ya muda anakwambia, mimi status yangu hainiruhusu sasa kukaa. Humoni tena katika jamaa, humoni kwenye mpira, humoni kwenye matanga. Allahu Akbar. Ushafahamu? Paka anahama mtaa, anaenda mtaa mwingine kwa sababu pale hapamtoshi, ishakuwa mkubwa. Why is it so? And great leaders ambao walitangulia walikuwa they are so simple. Very simple. Akikaa kwenye mkeka na watu, wakila na watu, wakitembea bila bodyguard. Cha kushangaza ni kikubwa ni wewe. Hii jamii ndio iliyokupa kura na ulikuwa mtu wa kawaida. Kwa nini leo ukirudi kwa ile jamii lazima uwe na bodyguard 7? Na ni wale walikupa kura. Leo watakuwaje wageuke wawe maadui wako, wao watakapokuwa. Na wewe ni kiongozi mzuri, ni kiongozi unaopenda watu. Adui mkubwa wa mwanadamu ni ego. Ego. Na ego is a psychological phenomena inayokuja kwa ulevi wa kutukuzwa. Sasa unakufanya uwe na hisia kwamba mimi siko sawa tena na watu wengine. Sasa kuna watu wengine wanaingia katika uongozi kutaka recognition. Sasa ile recognition mara nyingine haiji natural, lazima uiforce. Sasa kuiforce ni kujitenga na watu, ni kuondoka katika mahali ulipolelewa ukaenda ukakaa mahali pengine, ni kulazimisha watu wakutambue sasa wewe umekuwa mtu tofauti. Sasa hiyo ndio ile inaitwa inferiority complex. Okay. Kwamba si kwa sababu wewe unajihisi ule unyonge wako unakufanya unataka kulazimisha watu wakutambue kwamba wewe si mnyonge tena, sasa wewe umekuwa mtu ushapanda daraja. Kumalizia Sheikh, kwa nini watu wanatajirika wakiingia katika uongozi, especially if I can use that word, political leadership? Naam. Mtu jana unamwona hana kitu, 5 years 10 years the guy has changed financially. Why? It's not even political leadership. Sorry to say this, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, even religious leadership. Mtu ameingia chairman organization, hana hata ndururu, after 2-3 years unashangaa katoa wapi pesa zote hizi. Sasa unakuta kwanza sisi tuna tabia kama jamii ya kutaka kuwa karibu na viongozi, na ukaribu wa kuwa na ukaribu na uongozi lazima ununue. Sawa. Kwa hivyo kuna kuwa na favors nyingi kutoka kwa watu kwa yule kiongozi, wakitarajia na yeye atawarudishia favors za kuwa connect na mabiashara na macontract na manini. Tumeelewana? Kwa hivyo unakuta sisi jamii ndio tunatafuta hizo pesa, tunapeleka viongozi kutaka zile favors. Ya pili, sasa yule kiongozi anakuwa na access na zile mali za either ward, za county, ama za wizara, ama za nation, the coffers. Sasa yeye ndiye mwenye funguo. Sawa. Na mtu ambaye roho yake haikukinai, akiona mali, akiona vitu vyenye thamani, definitely si rahisi kimaumbile kama mwanadamu, na hasa mwanadamu aliye empty katika nafsi yake, hana ghina wala haogopi Mola wake, huyo hakuna kitakachomzuia kuchukua kile anachokitaka. Sawa. Alafu sasa kwa vile yeye ni kiongozi, anaingia katika social network ya viongozi wengine, social network ya kufanya biashara, social network, na kwa hivyo naye anapata fursa, platforms ya kufanya biashara zenye faida kubwa. Biashara ya kusupply laptop moja, wewe ukasema umesupply laptop 100, ukalipwa laptop 100 na laptop uliyosupply ni 1. Biashara ya kununua wheelbarrow kwa 1,000,000. Biashara ya kununua maji ya watu kunywa kwenye seminar kwa 1,500,000.
Sasa hiyo biashara inakutajirisha kiharaka haraka sana, na wengine inawapa pia nafasi hata ya kuingiliana na viongozi wa nchi jirani na magharibi na Amerika, kuzidi kujiendeleza. Sasa kule kuna faida mbili. Kuna faida ya kutumika viwewe vibaya kama kiongozi kwa nchi yako, na kuna ile faida kukubali mambo ya ufisadi yasiyokubalika yaingie katika sehemu yako bila wewe kutoa sauti. Mara nyingine unakuwa compromised kwa kupewa milioni moja, unakubali mzigo wa drugs uingie katika ward yako na nyamaza kimya na kadhalika, lazima utatajirika tu. Kwa hivyo in fact kiongozi ambaye ni mzuri huwa kutajirika ni vigumu sana, kwa sababu wewe ukiwa ni kiongozi ni baba wa kila mtu katika ule mji. Sasa unabeba mzigo wa kila mtu. Ikiwa utatumia kile cha halali peke yake hauwezi kufika mbali na ukifanya sawa. Lakini ukiwa kiongozi ambaye unajiweka kando na watu, uchukui majukumu yako, na baadaye una fursa ya kutafuta pesa vile uwezo wako, definitely utatajirika harisa. Na believe me Sheikh, watu wengi wanaosimamia uongozi hivi sasa hawasimamii kwa kuserve jamii, wanasimamia kujitajirisha wao wenyewe. Hii siasa ya watu kuambia semeni mali yenu mlionao kabla hamjakuwa kiongozi, alafu baada ya miaka 5 unamuuliza na kwa 10 times kila alichokisema, and then nothing is done. It tells you the kind of leadership that we have. Kwa hivyo hii it is across leadership. Across leadership. Every level of leadership has that challenge. Kwamba watu wanataka hata unakuta hata principal wa skuli anataka kuwa principal si kwa sababu anataka kuimprove performance ya watoto, asa ndio atakuwa anatia signature zile checks. Unakuta mtu anaingia katika bodi ya shule si kwa sababu anataka kujenga ile shule. Sasa yeye atakuwa una maslahi ndani. Kumalizia unaona watu wanapigana katika kamati za msikiti kwa sababu gani? Sasa ile Ramadhani ikija ile mambo si wewe ndio wa kwanza kupokea. Kwa hiyo tatizo hili katika uongozi wote liko katika it cuts across nyanja zote. Very rare, maybe 1 out of a million ambaye atakuwa ameingia kwa ile principle ya kusava. Na Sheikh, believe me, research has proven beyond any reasonable doubt kwamba service is the ingredient of happy and great leadership. Okay, unajua the word success inaanza na letter S, inamalizika na letter S. S ya kwanza you sacrifice. That's when you will get the second S, satisfaction. If you don't sacrifice, you will never get satisfaction. Na unakuta Sheikh, ukipeleleza sana watu walioko katika uongozi ukiisha wanaishi maisha mbaya sana. Sijui kama wewe umepeleleza ama ni mimi peke yangu. Watu wanaoingia katika uongozi alafu kaisha is not the same. Ni uongozi wowote, si political. Uongozi wote sio political. Sasa ile satisfaction huwa haipatikani. Inakuwa distraction unfortunately. Na sisi tuna makosa hapo, takana tuangalie viongozi ambao wanafaa. Ama tujichagulie tu mtu yoyote. Mtume anasema hata kiongozi ni kioo cha jamii. Vile kiongozi alivyo ndivyo jamii ilivyo, kwa sababu kiongozi anatengenezwa na nani? Na jamii. Sasa na hamuwezi kupata viongozi wazuri mpaka kwanza nyinyi, mpaka sisi tuwe wazuri. Tukiendelea vile tulivyo, tutaendelea kupata viongozi hao wanaotutesa nje na ndani. Kwa hivyo ni muhimu kwamba jamii kwanza ijibadilishe, ndio itaweza kubadilisha viongozi. Kwa sababu viongozi wamezaliwa wapi? Katika hii jamii, wamekuwa katika hii jamii, wamechaguliwa na hii jamii. Kwa hivyo ikiwa jamii haina misimamo mizuri, haina mwelekeo mzuri, basi kiongozi pia hawezi kuwa mzuri. Wanasema hivi Sheikh, jeshi la mayonda. Unajua yonda? Ayonda, kwetu huko mayonda unajua sana. Jeshi la mayonda likiongozwa na simba, basi jeshi lote huwa la simba. Na jeshi la simba likiongozwa na yonda, jeshi lote la mayonda. Na kumalizia Sheikh, point mbili tu hapa. Who is your role model kama wewe Professor Mujahid? Allahu akbar. Takbir. Mimi nilikuwa na mwalimu wangu nikimpenda sana, na yeye akinipenda sana kwa sababu alinilea. Na alikuwa ni mwalimu mkuu, alikuwa ni principal, akiitwa Maalim Salem Bakabe. Sasa alinifundisha maadili mingi sana. Na
mpaka leo huwa nikikumbuka yale maneno yake na mazungumzo yake na nasaha zake huwa zinanipa motisha mkubwa sana. Na ndugu yangu, sisi sote Waislamu, role model yetu ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kila unachokifanya ukitaka kiwe kizuri, kifanye vile ilivyofanywa na mtume, na maisha yanakuwa tamu kweli kweli, na hutakaribia haramu, na utaishi we mtu mahashumu muhimu, na baadaye utapata fadhila zake karimu. Lakini kwanza ni lazima ubebe yako majukumu. Mashaallah. Kumalizia Sheikh, unawaambia nini wale wanaotusikiliza sasa? Alhamdulillah, neema kubwa sana. Unajua utamu wa jambo unapatikana mwisho, sawa sawa. Na sisi tunasema kukifanya kipindi chetu cha leo kiwe tamu, ni lazima ujichukue wewe kama reflection ya kiongozi ambayo unamtaka katika maisha yako. Wewe kama unataka kuwa na kiongozi mzuri, basi fanya kazi wewe kwanza uwe mzuri. Wewe ukiwa mzuri, mimi nikiwa mzuri, kila mtu akiwa mzuri, kiongozi wetu atakuwa wazuri na uongozi utakuwa mzuri. Shukran watazamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu, na kama vile mlivyosikia profesa ametufundisha, ametuelimisha kuhusu uongozi. Sasa ni sisi tujue tutachagua viongozi gani, kila nyanja, siasa, religious, nyumbani, kila mahali. Kwa hivyo kwa hayo machache inshallah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam.